zoezi hili la urekebu limejibu baadhi ya changamoto za msingi kwenye tasnia ya sheria na kutuongezea hadhi kubwa kiuchumi, kisiasa na kijamii. Ndugu zangu, kazi kama hii ilifanyika miaka 23 iliyopita katika mazingira ya ulimwengu unaobadilika kwa kasi. Tukiangalia mabadiliko ya kasi yanayoendelea nchini kwetu, tunapaswa kujiandaa na utayari wa kufanya mabadiliko ya kisera, kisheria, kitaaluma na kimifumo ya kitaasisi zetu. Maendeleo ni kujitathmini, kujielewa, kujipanga vyema na kubadilika, na hichi ndicho kilichofanyika. Sasa kwa mnasaba wa shughuli hii, niliangalia takwimu za mwenendo wa kasi ya kutunga na kurekebisha sheria nchini. Nimeona kuwa katika zoezi la urekebu wa sheria la mwaka 2002, idadi ya sheria zilizofanywa urekebu zilikuwa 415. Mwaka 2023 idadi hii imeongezeka kidogo hadi kufikia 446. Hata hivyo, ili kupata picha kamili, inabidi kuangalia takwimu za sheria mpya zilizotungwa, zilizofutwa na zilizotungwa upya kuanzia mwaka 2002 hadi mwaka 2023. Takwimu hizo zinaonyesha kwamba sheria 171 zilifanywa mabadiliko makubwa kati ya sheria 446. Zaidi ya hapo, tukiangalia takwimu za marekebisho ya sheria kati ya mwaka 2002 hadi 2023, tunaona jumla marekebisho 1039 yalifanyika kwenye sheria mbalimbali. Hii ni kuonesha kuwa jinsi nchi yetu inavyofunguka na kuleta maendeleo, kunahitajika pia mabadiliko ya sheria zetu ili kuimarisha utawala bora na kulinda haki na maslahi ya jamii, lakini maslahi ya taifa letu pia. Hasa kwa kuzingatia takwimu hizi, Mheshimiwa Mwanasheria Mkuu, uhuishaji wa sheria zetu haupaswi kuwa tukio la miongo miwili, yani miaka 20 na kuendelea, lakini kama ulivyosema, inapaswa kuwa la kila baada ya mwongo mmoja, miaka 10. Lakini pamoja na miaka 10 hiyo, hapo katikati kila sheria zinapobadilikwa zinatakiwa na zenyewe ziandikwe upya na ziwekwe kwenye zile marekebisho ya kila mwaka yanayotolewa kila mwaka. Na baada ya miaka 10 tuziunganishe na tutengeneze juzuu kama tulivyofanya kipindi hiki. Na niwahakikishie kwamba serikali itaendelea kuwekeza kwenye kurekebisha sheria za nchi kuendana na mahitaji yanayojitokeza. Sasa uandishi mwingine wa sheria kama zilivyofanywa leo tutakuja kusainiwa mwaka 2033. Wakati huo awamu ya 6 imemaliza, kuna awamu ya 7. Kwa hiyo tulichokifanya leo ni kujenga msingi mzuri ambao utawapelekea wanasheria wetu kuja kufanya marekebisho kule mbele baada ya miaka 10, lakini pamoja na yale ya mwaka yanayofanywa. Taifa ni mwendelezo, na leo tunakwenda kuliendeleza kwenye tasnia hii ya sheria. Nalizungumza hili nikiwa na fahari kubwa kwamba shughuli ya urekebu wa sheria toleo la 2023 tunalolizindua leo limegharamiwa na sisi wenyewe. Naambiwa shilingi bilioni 10 zimetumika kwenye hili. Sasa mimi najua serikali ilikuwa inatoa fedha za urekebu wa sheria, lakini sikuwa najua kiasi gani. Leo nimeambiwa bilioni 10 zimetumika kwenye kazi hii. Lakini jengine ni lile lilosemwa hapa kwamba wataalamu, na hizo bilioni 10 za mwaka huu, wataalamu waliofanya kazi hii ni wa kwetu ndani humo. Ukilinganisha na lile la mwaka 2003 ambapo Benki ya Dunia ndio ilifadhili wakati ule na wataalamu kutoka nje ndio walifanya kazi ile. Lakini ninaloleta kujivuna zaidi, katika hali ya kujitegemea, sheria hizi zimechapishwa na mchapishaji wa hapa nchini, yani taasisi ya Mkuki na Nyota, ndio wamechapisha majuzuu haya mnayoyaona. Kwa hiyo kwenye kazi iliyofanyika kipindi hiki,
kila kitu kimefanywa made in Tanzania. Hakuna cha kigeni kilichoingia humo ndani. Kila kitu tumefanya wenyewe, na hiyo ni fahari kwetu. Hakika tunajivunia hatua hii tuliofikia, na hongereni sana sana sana. Ndugu zangu, bila shaka mafanikio kukamilisha toleo hili la 2023 yamechagizwa na kuimarishwa kwa ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, kuanzishwa kwa ofisi ya mwandishi mkuu wa sheria ili kuongeza ufanisi katika uandishi wa sheria, pamoja kuongezeka kwa watumishi wenye weledi na utaalamu wa kuandika sheria hizo. Ndugu wananchi, Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliwahi kusema kwamba serikali ni sheria. Hakuna kitu kinaitwa serikali bila sheria, na sheria zikishaundwa ni lazima zifuatwe, zitekelezwe. Zoezi tunalolifanya leo linaloongeza uwazi, uhakika na urahisi wa kuzipata sheria ni hatua muhimu ya kimkakati katika kulinda na kuendeleza misingi ya utawala bora na utawala wa sheria nchini. Vile vile ni sehemu ya jitihada mbalimbali zinazofanywa na serikali katika kurahisisha utoaji wa haki nchini. Sambamba na hili, serikali imeimarisha uwekezaji wa kimiundombinu na rasilimali watu ili kurahisishia wananchi kupata huduma za kisheria. Tumeshuhudia uwekezaji wa miundombinu ya mahakama katika ngazi mbalimbali pamoja na kuongeza rasilimali watu, hatua zilizochangia kuanza kupungua kwa muda unaotumika kukamilisha mashauri mahakamani. Katika hatua nyingine, tumeimarisha huduma za msaada wa kisheria kupitia kampeni mbalimbali, lakini kuna kampeni maarufu ya msaada wa kisheria ya Mama Samia Legal Aid ambayo tumeweza kuongeza uelewa masuala ya kisheria kwa Watanzania. Na kampeni hii leo ilikuwa tuwe na wenzetu kutoka Zanzibar. Kuna watu kutoka Zanzibar? Wawakilishi wawili wako hapa. Lakini ilikuwa tu na waziri na mwanasheria mkuu na wengine. Lakini leo hii kampeni ya Samia Legal Aid inazinduliwa rasmi Zanzibar. Na ndio maana wameshindwa kuja hapa kwa sababu wanafanya hilo. Kwa hiyo hii nayo ni hatua muhimu ambayo inaeneza uelewa wa sheria, lakini kuhakikisha wananchi wetu wanapata haki zao kama wanavyostahili. Sasa ni matumaini yangu kwamba kampeni hii pia, kwa sababu nadhani tunatakiwa awamu ya kwanza ya kampeni hii kuifunga mwezi Juni mwaka huu. Sasa awamu ya pili tutakapoizindua kampeni hii katusaidie sasa ishirikiane na vyombo vya habari, lakini pia vyombo vingine vya sheria kusambaza juzuu hizi kwa wananchi na kufanya zijulikane. Na hasa kwa kuwa agizo langu kwenu kwa mwandishi mkuu wa sheria kwenda kufanya tafsiri ya haraka ya Kiswahili, sababu Kiswahili ndicho tunachokitumia nchini. Kwa hiyo ili wananchi wafaidike na juzuu hizi lazima zitafsiriwe Kiswahili, na wale wa kampeni na vyombo vingine waende wakawaambie wananchi, wakawaeleweshe wananchi sheria zinasemaje, haki zao ni nini wanapaswa kufanya wanapokumbana na changamoto mbalimbali. Kwa hiyo ni matumaini yangu kwamba aina hiyo ya kampeni za kwenda kushirikiana na vyombo vingine kwenda kueneza na kuwafanya wananchi waelewe sheria hizi, na kwa maana hiyo pia kutupunguzia migogoro katika jamii. Waheshimiwa viongozi na wananchi wenzangu, napoelekea kuhitimisha niseme kuwa toleo la sheria za Tanzania zilizofanywa urekebu la mwaka 2023 ni dhamira ya dhati ya serikali kujenga taifa linalosimamia utawala bora na utawala wa sheria kwa kuwa na sheria zilizowekwa wazi, zilizo sahihi na zinazoeleweka. Amesema mwanasheria mkuu wa serikali kwamba sheria ni msingi wa haki, amani na maendeleo, na ndio maana serikali inajielekeza na kuwekeza katika fani ya sheria na kufanya yote yanayotakiwa kufanywa ndani ya fani ya sheria, mahakama na mambo na maeneo mengine ili kuweka msingi mzuri wa haki, amani na maendeleo kwa nchi yetu.
Wote mnakumbuka mapendekezo tuliyopata kwenye Tume ya Haki Jinai, mapendekezo ambayo serikali yetu tumejitahidi kuyatekeleza kwa kiasi kikubwa. Lakini pongeze sana mahakama chini ya msimamizi wa Jaji Mkuu, wametekeleza almost 90% ya mapendekezo yale. Kwa hiyo vyombo vingine navyo vinafuatilia kutekeleza yale, ikiwemo hili tunalolifanya leo, ni kutekeleza mapendekezo ya haki jinai ili haki inawiri, ishamiri nchini na taifa lipate maendeleo. Napenda pia kutoa rai kwa mahakama zetu kutumia sheria hizi kama msingi nilivyosema upatikanaji wa haki, na kwamba mawakili wa serikali na wa kujitegemea na maafisa sheria kuwa mabalozi wa kueneza uelewa wa sheria hizi. Aidha, na vyombo vya habari nchini vishirikiane na Wizara ya Katiba na Sheria na Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali kuelimisha wananchi kuhusu toleo hili la sheria zilizohuishwa pamoja na maana yake katika utoaji haki. Kwa upande wa Wizara ya Katiba na Sheria pamoja na Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali, na waelekeza kuhakikisha kuwa na utaratibu mzuri unawekwa wa upatikanaji wa toleo la urekebu utakaowezesha zoezi hili kuwa endelevu. Tukaangalie namna tutakavyoweza kutumia tehama kuharakisha usambazaji na kukuza uwazi wa sheria kwa umma. Lazima zikae, zionekane, watu wazielewe, ziwe accessible kwenye mitandao. Huko mtu akiingia ana search toleo jipya, sijui juzuu rekebu, anaiona inatoka, anafungua anachokitaka, anasoma na anapata uelewa. Mwisho kabisa, nirejee kwa serikali ni sheria. Hivyo ninaendelea kuwasihi wahusika wote muendelee kusimamia uwajibikaji, uadilifu na ubora katika utendaji wa shughuli mbalimbali za kiserikali.